kitaifa. Tanzania imelaani migogoro inayoendelea duniani na kusisitiza umuhimu wa kutumika kwa njia za kidiplomasia na uzingatiwaji wa mikataba ya kimataifa na sheria za Umoja wa Mataifa, huku ikiahidi kuwalinda raia wake katika nchi za Irani na Israeli ambako kwa sasa hali yao si shwari, wana machafuko ya vita. Hii ni ripoti ya mwenzangu John Lawrence upokea kutoka makao makuu ya Tanzania bungeni jijini Dodoma. Tumeshuhudia vikao vya bunge vikiendelea na leo hii mambo mengi sana yameendelea. Mawaziri mbalimbali wakiweza kujibu hoja ambazo ziliweza kuibuliwa na wabunge wakati wa kuchangia bajeti kuu ya serikali. Zoezi la kuwarejesha nchini wa Tanzania kutoka nchi za Israeli na Iran kufuatia kudorora kwa hali ya amani Mashariki ya Kati. Kulikuwa na jumla ya Watanzania 168 nchini Iran na 495 nchini Israeli. Hadi sasa serikali imewezesha kurudisha Watanzania 147, 42 kutoka nchini Israeli na 65 kutoka nchi ya Iran, kuondoka katika maeneo haya hatari na kuanza safari ya kurejea nchini na maeneo mengine ya kiusalama. Tumeona idadi ya watalii ikipanda kutoka watalii milioni 1.7 mwaka 2021 hadi kufikia watalii milioni 5.3 mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la asilimia 107.2. Mheshimiwa Spika, baada ya marekebisho haya ya sheria, BOT ilivyoanza kununua dhahabu mpaka hivi sasa, Mheshimiwa Spika, Benki Kuu ya Tanzania imekwisha kununua dhahabu ya tani 5.7 ndani ya miezi 9. Na ndani ya muda mfupi ujao, Mheshimiwa Spika, tunakwenda kuongeza kiwango kufikia mpaka tani 7 na hivyo kuivuka Msumbiji ambao wamekuwa kwenye 10 bora kwa miaka yote. Na hapa tukashuhudia wabunge wakitoa mapendekezo yao mbali na hoja ambazo ziliweza kujibiwa na mawaziri. Sisi upande wa Uyui tutafaidika sana baada ya miradi hii mikubwa kupita, lakini huko nyuma tumefaidika sana. Tumejengewa shule, tumejengewa hospitali ya wilaya. Mambo mengi yamefanyika kwenye bajeti hii iliyopita ambayo ni mwendelezo wa bajeti yetu yanayo sasa hivi. Leo tuna vijiji karibia 71 vyenye maji pale jimboni. Yeye peke yake ameweza kusimamia na kutupatia maji kwenye vijiji 47 muda wa miaka 4 tu. Yanatoka. Ameweza kufunga umeme vijiji vyote 94. Wananchi wanaimba kwenye ngoma, kwenye mchaka, watu wa mafunzo ya mgambo wanaimba kwenye mchaka, mambo ya Mchuchuma na Liganga. Lakini nashukuru miaka hii 5 mimi nikiwa mbunge nimeweza kuwasaidia wale wananchi wamelipwa fidia. Jumla ya bilioni 15.4 zimeweza kulipwa kwa wananchi wa Mundindi, Amani, wananchi wa Nkomang'ombe, wananchi wa Kipangala na maeneo mengine. Toka bungeni jijini Dodoma, langu jina ni John Lawrence Lupoke.